kati ya mwanadamu na mtu. Mwanadamu na mtu, utofauti hupo. Siku zote usimfananishe mwanadamu na mtu. Mwanadamu ameumbwa na moyo wa hofu. Mwanadamu ameumbwa hana hekima. Mwanadamu ameumbwa hana uvumilivu. Mwanadamu ameumbwa ana adabu na utiifu kila atakaye muona kwa macho yake, hata kiwe kiumbe ambacho akistahili kupewa heshima, lakini mwanadamu anatoa heshima. Mwanadamu sio mtu labda kufikiria anaweza kufanya vitu vya mchezo. Hiyo hapana. Sasa ni kwa tofauti kati ya mtu na mwanadamu. Mwanadamu ameumbwa na Mungu, ila hakuna mtu aliyeumbwa na Mungu. Umegea siri hii kaa ukijua. Mtu anatengenezwa na roho chafu iliyokuwa ndani ya mwanadamu, sababu mwanadamu anaweza akawa yuko vizuri kila kitu, lakini bado kuna roho chafu inamtafuna, ndio inamwambia atengeneze mtu. Mtu ni kiumbe cha ajabu kinachofanana na mwanadamu. Amini kwamba unaweza ukatembea sehemu ukakuta kuna mfano wa mwanadamu umesimama barabarani, tena ni usiku, unatisha. Wewe huwezi ukakimbia na kusema nimemwona mwanadamu wa ajabu, kitu, lakini unaweza ukakimbia na kwenda kuambia ndugu na marafiki, pale nimemwona mtu wa ajabu. Tofauti ya mwanadamu na mtu. Mwanadamu anaweza akalinda kila kiumbe kinachopumua, hata kisichopumua hana uwezo wa kukilinda, lakini mtu hawezi akalinda kiumbe chochote kinachopumua na kisichopumua, sababu mtu muda wote yeye amejaliwa hasira, amejaliwa kisasi, amejaliwa maumivu, yani kumsababishia mwanadamu maumivu muda wote, au kiumbe chochote kisababishia maumivu. Mtu anaweza akamuua mwanadamu kwa sekunde chache sana, kwa sababu hana moyo ambao unaweza kumwambia hiki nacho ni kiumbe kinahitaji kuishi. Hiyo yeye hana. Mtu kazi yake ni na kufanya maasi mabaya ambayo hayastahili kuonekana kwenye macho ya wanadamu au macho ya viumbe vilivyotakasika. Sasa basi, umesema kwamba mtu kumuua mwanadamu ni kazi rahisi, ila mwanadamu kumuua mtu kazi ngumu sana, kwa kuwa anajua yupo Mungu aliyeniumba. Hichi ninachokifanya sio sahihi kwangu. Nimeumbwa ili nije kuishi na wanadamu wenzangu na viumbe vingine vyote kwa haki. Sasa nikifanya maamuzi ya kuua hiki kiumbe, tenda kujibu nini kwa Mungu? Huyo ndo mwanadamu. Lakini mtu hawezi kajiuliza vitu hivyo hata siku moja. Ye kazi yake ni kuchinja, kula damu za watu, kumwaga damu hovyo. Watu wanakufa kinyama kwa sababu ya watu, sio wanadamu. Blaza,
au sisters, mama and father, nikupe siri moja. Mimi ni kijana mdogo sana, ila na maono yangu. Unajua iko siku Mungu atasema sasa inabidi uidhihirishie dunia kitu nilichokuwa nacho kwenye kichwa ni kikubwa sana. Kuchambua kitu kama hiki sio kazi rahisi. Wapo watakao nielewa na wapo watakao nisikia na kuamini ninachokiongea. Ndugu zangu, tusiwe tunaongea tu. Nimeonana na mtu pale ananisalimia. Mtu ni kiumbe cha ajabu sana. Mtu ni kiumbe ambacho kilichokosa tafsiri, ila mwanadamu amepata utukufu wa Mungu. Mwanadamu amebeba vinasaba vya Mungu. Mwanadamu hafanyi maamuzi bila kujiuliza. Mwanadamu hawezi kufanya jambo baya la kumuumiza mtu ili yeye afurahi. Ila mtu anaweza kufanya jambo baya la kumuumiza mwanadamu na yeye akafurahi. Hilo tu washikaji, sina lingine. Mimi best yenu wile wa jana na leo. Isitoshe kwamba yuko na dogo Nasili pale, ndio director wangu, ndio anafanya vitu vyote. Nadhani tutaendelea kuelekezana, tutaendelea kupeana mambo usiyojua, na hata pia ambayo unayofahamu lakini umeshindwa kuyachanganua. Tunaweza tukapeana mawazo mawili matatu. Sina mengine zaidi hapo.